السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni mada nzuri sana, mada adhimu inayosema mambo manne haya au ibada nne hizi zifanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Ibada nne hizi zifanye sana katika mwezi huu wa Muharram, au mambo manne haya yafanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Ndugu yangu, katika miezi 12 ambayo tunayo, Mungu alituambia ndani yake kuna miezi mitukufu ambao ni mwezi wa Dhulqaada mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, Muharram huu tuliokuwa nao na mwezi wa Rajab. Hii ni miezi minne. Sasa leo nataka nikuletee mambo manne ambayo muhimu sana yafanye katika mwezi huu wa Muharram. Wallahi alazim utakuja kunikumbuka ndugu yangu. Na ipo siku utanipigia simu utanambia kama utafanya kilillahi kabisa manne haya. Na kabla sijawaletea haya manne, niwaombe ndugu zangu katika imani, wale wanaotaka kufasiriwa ndoto zao, wengi wanapiga simu kwa ajili ya kuomba tafsiri ya ndoto, basi kuna grupu maalum nimelianzisha ambalo nimeliita tafsiri za ndoto. Yeyote ambaye anayependa kujiunga na grupu hilo, basi utatuma namba yako WhatsApp kwenye namba hii ya 0793 052 052 0793 052 052. Insha Allah utaunganishwa, lakini namba yako hiyo itume WhatsApp, sema niunge katika grupu la ndoto, basi utaungwa katika grupu hilo la tafsiri za ndoto. Hii tunakwenda kurahisisha kazi kwa kila mmoja kupiga kutaka tafsiri na kwa shughuli kubwa. Kwa hiyo kituma mle, ina maana kama una ndoto yako utatuma voice note, unasikiliza tunaitafsiri, au utatuma ujumbe mfupi tunasikiliza, tunaangalia, tunautafsiri. Kwa hiyo hiyo ni njia rahisi unaweza kaifanya kwa ambao unataka kufasiriwa ndoto yako. Twende sasa tukazieleze mambo manne haya kufanya katika mwezi huu wa Rajab wa Muharram, ambao nimesema Muislamu akiyafanya haya yana fadhila kubwa na yana faida kubwa sana kama atayakwenda atayafanya haya biidhnillah Ta'ala. Tunaanza na jambo la mwanzo kabisa katika mwezi huu wa Muharram, ni asiyamu, kufunga. Ndugu zangu, katika mwezi huu wa Muharram kuna siku ya Ashura ambaye ni mwezi 10. Mtume Muhammad alipoingia Madina aliwakuta Mayahudi wanaifunga hii siku, wanaipupia hii siku, akawauliza, wakasema hii ni siku ambayo wameokolewa Bani Israel kwa adui yao nani ambaye ni Firaun. Basi Nabii Musa alayhi salamu alikuwa anaifunga hii siku, nasi tunaadhimisha hii siku kwa ajili hiyo. Basi mtume akasema na sisi tuna haki zaidi kuliko hata nyinyi kwa Nabii Musa alayhi salam. Kwa hiyo mtume naye akawa anafunga na akatuamrisha tufunge, isipokuwa tu ametuambia tutofautiane na Mayahudi. Ina maana wao walikuwa wanafunga ile siku moja, sisi basi tufunge siku mbili. Kwa maana hiyo mwezi 9 na mwezi 10, ama mwezi 10 na mwezi 11 kila mwezi wa Muharram. Sikiliza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema as-siyamu yawm Ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffiru sanata allati qabla. Mtume anasema kwamba hii funga ya Ashura inahesabika kwa Allah, kwa mtu atakayefunga atafutiwa madhambi yake mtu huyo kwa mwaka uliopita. Kwa maana unafutiwa wewe madhambi yako kwa mtu mwenye kufunga siku hii ya Ashura. Kwa jambo la mwanzo kabisa ambalo Muislamu watakiwa ulifanya katika mwezi huu wa Muharram ni kufunga siku ile ya Ashura. Bimaana tumesema mwezi 9 na mwezi 10, ama mwezi 10 na mwezi 11. Kufanya hivyo inshallah, kutekeleza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili jambo la mwanzo ulifanya katika mwezi huu wa Muharram. Mtume anasema afdalu siyamu ba'da ramadhani shahrullah Muharram,
Mtume anasema saumu au funga iliyo bora kabisa baada ya mwezi wa Ramadhani basi ni kufunga siku hii ya Ashura. Haya ni maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo la mwanzo katika mwezi huu wa Ashura Muislamu ni kufunga. Lakini ndani ya mwezi huu yako yale masiku ya kawaida tunayafahamu, masiku meupe yale. Muislamu jitahidi sana katika mwezi huu wa Ashura yafunge yale masiku meupe katika mwezi huu wa Muharram, kwani unakuwa umeyapata masiku haya katika mwezi wa Mwenyezi Mungu. Huu umeitwa shahrullah, huu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Masiku meupe haya bi maana mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Hata kama masiku mengine ulikuwa ufungi masiku hayo, hebu jitahidi katika mwezi huu wa Muharrami yafunge haya mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Wallahi lazima utakwenda kuona faida na maajabu yake. Jambo la kwanza tumesema ni kufunga siku ya Ashura ambaye ni mwezi 10, lakini utafunga siku mbili bi maana 10 na 11 ama 9 na 10. Jambo la pili, Muislamu yafunge sana yale masiku meupe. Yafunge sana yale masiku meupe ambaye ni mwezi 13, 14 na 15. Hili jambo la pili Muislamu lifanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Na jambo la tatu, Muislamu jitahidi sana katika mwezi huu wa Muharram kusimama usiku qiyamul layl. Mtume anasema afdalu salati ba'da al-fara'id, bimaana swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi za kawaida hizi ni qiyamul layl, ni zile swala za usiku. Muislamu jitahidi sana katika mwezi huu wa Muharram, hata kama miezi mingine ulikuwa usimame kusali usiku, basi katika huu shahrullah jitahidi sana Muislamu kusimama usiku na kuswali na kufanya ibadati mbalimbali katika mwezi wa Muharram. Kuna faida kubwa sana ukipata sana Muislamu. Hili jambo la tatu ambalo leo Muislamu nataka nikupe faida hii katika mwezi huu wa Muharram. Na jambo la nne, Muislamu jitahidi sana katika mwezi wa Muharram kufanya sana dua, kwa sababu huu ndio shahrullah, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jitahidi sana, jipinde sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua. Na mimi leo inshallah nitakuelekeza Muislamu dua nzuri sana hii Muislamu ifanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Ifanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Ukiyafanya hayo manne na nyingine la mwisho nimesema unafanya dua. Jitahidi Muislamu sana kabla kulala na baada ya kuamka, omba dua hii. Utasema hivi, utasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, yaf'alu ma yurid, Allahumma antal ghaniy wa nahnu al-fuqara, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Utaisoma dua hiyo biidhnillahi ta'ala. Nairudia tena kwa mara mwisho, isome sana dua hii. Sema alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, yaf'alu ma yurid, Allahumma antal ghaniy wa nahnu al-fuqara, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an masiyatika wa bifadlika amman siwaka. Isome sana dua hii kabla kulala na isome baada ya kuamka asubuhi. Dua hii ndani sana katika mwezi huu wa shahrullah, katika huu mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ni shahrul Muharram. Baada kusoma dua hii, kisha baada hapo mwambie Mwenyezi Mungu haja zako, mwambie Mwenyezi Mungu shida zako, mwambie Mwenyezi Mungu nini unachokihitaji, wewe Mwenyezi Mungu atakupa. Inshallah mambo manne haya Muislamu nimekupa leo, yafanye sana katika mwezi huu wa Muharram. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.